nataka niwaambie ndugu zangu, baada ya kupokea hili, siku chache zilizopita tulikuwa Nzega. Nzega kulikuwa na kikao cha jukwaa la wanaushirika wa mkoa wa Tabora. Na mimi kama mlivyoniona kwenye vyombo vya habari, nilitoa tamko kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Tamko lile Mheshimiwa Waziri wa Kilimo tuliwasiliana naye, lakini na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tabora tuliwasiliana naye. Na tukasema CCM kama chama kinachoshughulika na kero za wanyonge, kama chama kinachoshughulika na makundi makubwa kama ya wakulima, tukasema itakapofika mwishoni mwa wiki hii, kama watakuwa hawajalipa, CCM itaanza kuchukua hatua. Lakini nimepokea taarifa leo, nimeshapigiwa simu kwamba wakulima wetu wameanza kuona fedha zao zinaingia kwenye akaunti. Hiyo ndio kazi ya Chama cha Mapinduzi, chama kinachoshughulika na wanyonge. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo nimpongeze sana Waziri wa Kilimo, ndugu yangu, mdogo wangu, ndugu Bashe, lakini nimpongeze sana ndugu yangu Mkuu wa Mkoa wa Tabora kwa kuendelea kushughulikia matatizo ya wakulima nchini. Na sisi Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tunatambua kwamba kazi ya kilimo cha tumbaku ni kazi ngumu, ni kazi kubwa, tutaendelea kushughulika na matatizo ya wakulima wa tumbaku. Wale ambao mjapokea fedha haziwezi kuingia mara moja kwenye akaunti za watu wote mara moja. Maana kuna mwingine hapa anawezekana anasema anaangalia simu yake bado haijasoma. Itasoma. Kwa yoyote ambaye ana fedha ya ruzuku, madhali wameanza kulipa, basi mtapata fedha zenu. Naomba nitumie nafasi hii kusema jambo moja kwenye kilimo cha tumbaku. Kilimo cha tumbaku ni kilimo ambacho wakulima wetu wanatumia muda mrefu sana kufanya kazi. Muda karibu wa miezi 9 mpaka 10 mtu yuko kazini kila siku. Sasa hapa katikati wamezuka watu wanaitwa walanguzi wa tumbaku. Ninafahamu sisi wakulima tuna shida zetu, na kwa sababu tuna muda mrefu wa kufanya kazi pengine bila mapato, watu wasiokuwa na uadilifu wanatumia nafasi hiyo kuwanyonya wakulima. CCM na serikali yake haitakubali jambo la namna hiyo. Masoko ya leo, wastani wa masoko ya leo maeneo mengi, juzi nilikuwa pale Mkolio, Mheshimiwa Diwani wa Mkolio unafahamu, wastani wa masoko unakwenda kwa dola zinazolipwa, mkulima analipwa karibu 6,000 mpaka 7,000 kwa kilo moja. Lakini watu wanatumia shida za wakulima, wanakwenda wanachukua vishada vile vizuri vyenye bei kubwa, kilo moja shilingi 2,000. Mungu hawezi kuwasamehe watu wa namna hiyo. Nawaambieni, utajiri wa namna hiyo mnaoutafuta kwa dhuluma hauwezi ukawa na baraka, na Mungu atawapa filisi muda sio mrefu. Acheni kuwanyonya wakulima. Kwa hiyo ninalisema kwa mkoa mzima, Chama cha Mapinduzi kiko pamoja na serikali. Tunamuunga mkono Waziri Bashe, tunamuunga mkono Mkuu wa Mkoa. Na kwa kweli mtu yoyote atakayefika mahali akakamatwa, asije CCM kusema mimi naonewa. Kwani mali lazima, yani wewe kama unayo mali tayari, si inatosha? Unataka uwe namna gani? Uweje? Unataka uwe na fedha nyingi kiasi gani? Watu turidhike na fedha. Hata biashara kwa viongozi wa madhehebu ya dini wameshatuambia, utafanya biashara usiweke riba kubwa. Wewe unataka shilingi 1 izae shilingi 10. Mungu hawezi kukufikisha mahali pazuri. Nalisema hili kwa uchungu, kwa sababu najua kazi ya tumbaku.